kebeberta nekikure challenge eng maisha nebo binadamu noto ko nenomegei ak ngalekab education somanet so ngiro karama nebo binadamu boisionikab binadamu ana shughuli tugul chetokyingei sobetab komugul met kotokyingei tuguk aeng kilen kichenge toretet sait age anan kichenge oret nekimuchi kesige toretet nekitorete chi nekikomyan aita komi sipitali komi nemi gaa ako mi chi nekikose kolen atkan kora aborchinigei achenge kiy nekisomeshane lagok saitas ameche amwa ale kimi yu keyai campaign keistegei eng kebeberta nebo kaimet nebo mionwogik asikobit konget kebeberta eng nebo somanet ko noto ko igere ile nomegei ak bandab tai nebo emet kenam karik chekitinye kenam resources chetinye kenam malik chekitinye kisomaneshane lagok kyok ko chun alak keteche emet ketechegei ak kotestai emoni rani atinye amwa ale kibendi kengolole konyoiset eng kerichek chebo kipkaa tofauti nebo konyoiset eng kerichek chebo kipkaa ak konyoiset nebo kerichek chebo chumbek ko ne amune so eng kasarta neuni ko chamat kerichekab kaa amune eng kasarta neuni kotinye chi komwa kole oye ongebe ketyem chebo kaa noto ngoliot nebo maana amakimwa kele melen kele maboisie chun mitei yoto sikobit kiarorchigei komie ak nebo oeng tos mionwogik ne chemi barak eng koskoleng'utab rani manai chi kemitei tetutiet eng yu komitei koimutiet nekikoimin manai chi kemitei tai nebo screenit nong'ung igere chi yobo gaa anan ko hotel anan imiono komitei koimutiet neimi tilya neng'ung'et nemi mali komi chi nekikemut kila mali anan kikesungukan kechengchi toretet kwa sikobit ke breaken down rani anan kearoru eng aenge ak aenge eng orit asikobit keker kele kenyoru naet ak kotainyoru matumaini anan kotokomi kamang'unet iker ile ngatokomitei kamang'unet kenyoru solution nebo shida fulani. Chitab Kalenjin, introduction kityo nekararan nono neongen ale kainyorunen kelchin konetisiet nebo betutab raini kotinygei ak chametabgei nebo bortang'ung. King'ololen bortang'ung inye ak ane ako tos kelchin netyan chitab Kalenjin yon kenyoru daktari nengen akobo bortang'ung. Kora kimwa akobo mionwogik cheterter ko kor kekas ak inye lelen bo kotinyon daktari ako inye neketokyinigei machito age neketokyinigei inye neketokyinigei anan ko kotingen chi age tugul ne ng'alalen betutab raini ko mionwogik ko kotingen ile miten chi nekotiny ng'alaletab betutab raini komie isoru chichondon. Amache kecheng daktari en 0724067398 en ngunon ale miten biik chechang kakomach koteb maswali ako kimiten live 0724067398 en betutab raini. Now daktari miondo ko kikemwa en kasarta age ile miondo ko kit nekait miten biik chengen kole kakoit miondo ako miten biik chemongen kole kakoit miondo. Kitoretitoi ano chito nekaker science ako mongen kole ngwany miondo ainon nenyone en nguni? Tebutiet nekararan not Titus. Kingolole rani miondo kengololchini chi nechomegei netom kokas king bortonyi. Kingolole rani keneti akobo mionwogik kengolole chi nebune uinwogik anan ko challenge nebo miondo aenge anan kwage eng bortonyi anan kotinye tilya nemi mahali nebune koimutiet fulani. Ak kengololchini rani kemwoe kele ne nemakat keyai asikobit keter mionwogichu. Netai kostoikyok kimeche kearorchigei kimeche keng'any kemet kelechigei amune siketinye kemwoe kele mitei kiy nekele korot amune siketinye kemwa kele mi kiy nekele miondo. Tos miondo ko ne? Kikamwa betut age eng biik chetam kosubi konetishenyu ale miondo komeche kinetkei korok kele bunu ne miondo asikele kanam chito miondo nebo arthritis asikele kanam chito miondo nebo ulcers asikele kanam chito miondo nebo shida nebo moet anan ko amoeba shida nebo muguleldo shida nebo pressure shida nebo diabetes shida nebo ne ko kabun ano kanyong'or ne kastoikyok miondo ameche kinetkei kele keng'ololi eng emet nekinyoi cancer kosir tung'wek keng'ololi eng emet nekinyoi mionwogik cheu arthritis kosir mionwogik chutam koryoku atkan kora ko kait kasarta kinetkei kele bunu ne. So number 1 ongemwochi kemanit kele miondo ko ne miondo kobunu murindo nebo borto orit makibendi sabari akerot kaa kokakemionso makibendi sabari akirot koskoling kokaitinye sikarok anan itinye pressure chokometinye ameche kemwochi kei ukweli. Yekitesetai kikamwa betut akole kikolyain ng'alek chekikemech kerib bortonyo kebeberta age kesas kebeberta age kiribe tililindo nebo borto sang ak keutie tililindo nebo borto orit. Yoto olebune tabushek chu ketinye rani ngebo orit kemwa keng'alale kwa mfano ne rahisi kabisa
ko ngetokchige ku myondo netam aboisie sana ku diabetes ak pressure ak arthritis. Ko ngeba kelen kaesha nwaget kocher insulin anan kele ing sigarok kocheru borto insulin che ngeringen. Noto amune ngebe koin bo kapkerich nikinyoise kobeke konin chekile insulin chendeni borto direct che choto chekatamakat kocheru borto ngung. Lakini eng sai noto komwaat kele makotinye uwezo, makotinye kimnotet, makomuchige borto ngung kotokotelelchige ing kanemunet nebo insulin. Ko ngit koin kinyoise kekonin choto inde borto direct. Kaiborwech kole kalya sikoesha nwaget kobois. Tos ne nekiim nwaget kobois? Tos ne nekiityi kongem boisiet nebo nwaget nekikasenyi kokecher insulin? Ko ngeba ngorit kostoikyok asi kopit kemwochi keman asi ngiwendi ki konyain daktari Murkomen iwendi konyain amu ikuitos koimutiet ing orit nebo shida nebune. Ko momwoun ukweli ngiwe nguni ku diabetes komwoe kole pancreas nwaget mi chekele beta cells chemi orit chekasingwai kokocher insulin. Ko nguni ko mara ki ngoret age komwoe research kole kakola tuguk chekile uric acid, kakola sumut ing borto pancreas ip koit wakati nekakopel cells ichukai icheru insulin. Koesha kocher kochokan. Noto amune inyoru kakile kakosis yani kiro koetyo kakipel kosis kole kou noto pancreas yo kakola uchafu at kosis makokim kakosisyo cells. Ne nemakat keita bichu asikobit koweke bor kole kiu. Tos imukakse kiun pancreas ni? Tos imukakse kobit kerichot newendi pancreas ni konya at kotoret cells ichu konam kongetyo akobois kocher insulin asing betut agenge kemwoe kele haleluya kakoistege miondab sigarok imukakse yoto ole kemi rani ako boisiet noto noe. Ng'olyo nebo oeng ko ameche ketiny kora ku ng'alekab arthritis. Kakimwa kele arthritis ko miondo nebo kowek. Arthritis ko miondo nebo tigitik. Making'olole arthritis ko making'alale tigitik. Making'olole arthritis anan miondo nebo magunok, miondo nebo mogongenik ko making'alale shida nebo jointinik, making'alale shida nebo nerves, making'alale shida nebo melik. Ye kimwoe ng'alekab arthritis kemwoe kele mi ng'alek chekikobokyi jointinik, mi sumut nekikochut borto mahali fulani. Asinityo kore ng'emet, noto ko ng'emet waribifu nebo jointik kong'egei, waribifu nebo tigitik korikokis nemakoibe korotik koit korotik kelyekab kelyen. Tos ne nekakon waribifu ini ing borto asikochut arthritis? Ng'alek cho chekimwochinigei koskoleng'uni asikobit kenyoruge keringte, kobit kenyoruge nekele kitos kinyoitoi ano, akobit kenai kele ngatakomi matumaini keiste shidaishechu. Chitab Kalenjin, agere biik chechang kisibech en TikTok, agere biik chechang kisibech en Facebook. Miten biik kiamwa daktari kole hatuelewi lakini tumejua tu magonjwa. Umeongea kuhusu arthritis, umeongea kuhusu diabetes, umeongea kuhusu magonjwa mengine. Lakini sasa kuna watu ambao wanasema daktari kidogo atuambie kwa Kiswahili angalau tuweze kuelewa kidogo. Kwa sababu sasa hivi naona watu ambao wanatufuata sasa ni karibu 1500 pale TikTok. Wow. Na hao ndio watu tunawapenda sana. Wanasema utueleze kuhusu infertility and women complications na hizo zote. Ndipo kama unataka kuongea na daktari Murkomen unaweza kupiga simu kwa nambari 0724067398. 0724067398. Now, daktari, kichwa kikiuma. Is it ni kweli kwamba kichwa inakuuma kwa sababu kichwa inakuuma ama kuna mahali kuna shida mwilini? Number 2, tukimeza dawa, kwa mara nyingine unasema tukimeza dawa kama kichwa inakuuma, dawa hizi kwa kichwa inaenda kwa tumbo. Tueleze tu kidogo. Na ikifika tumbo kichwa inapona. Kichwa inatulia. Asante sana bwana Titus. Unajua sasa kitu ya kwanza nashukuru kwa sababu umeirekesha hiki kipindi kwa lugha ya Kiswahili. Na tutangangana nayo kadri ya uwezo ya kwamba ujumbe ifikie kila mwananchi ambaye yako pale mashinani, mwenye yako sehemu yote pale online aweze kufahamu chenye tunaongelelea. Kwa ukweli mimi ni daktari, ninafanya na matibabu ya tiba ya kiasili na mimi pia nafanya na matibabu ama utafiti kwa dawa ya kiasili. So kwa ajili ya maneno yote tulikuwa tunaongelelea maneno ya maumivu, magonjwa. Ni jinsi gani tunakutana na magonjwa ndani ya mwili yetu. Ni nini ambayo inatuletea haya matatizo. Na ndio maana nilisema hatuwezi kiita ya kwamba tuko wagonjwa. Tunajipata ati tuko wagonjwa. Ni nini, ni wapi imeharibikia? Ni shida gani ambayo haijetendeka vizuri ndani ya mwili yetu? Ndio tunachikuta ya kwamba tunaukua shida fulani, tunaukua ugonjwa fulani.
Hayo ndio maneno ambayo tunazungumzia katika kipindi siku ya leo. So watazamaji wetu na wasikilizaji wetu, tunasema ya kwamba hii dunia tunapepa magonjwa mingi, ama tunapitia challenges ya magonjwa mingi kupitia uchafu ndani ya mwili yetu. Chanzo ya magonjwa number 1 ni uchafu ndani ya mwili yetu. Kwa sababu nimesema hapo awali kwa lugha ya Kikalenjin ya kwamba uwezi pata mtu ameenda safari siku ya leo. Ameenda safari asubuhi, anarejea nyumbani jioni kama amepatana na shida ya diabetes ambayo hakuwa nayo. Haiwezekani ya kwamba unaweza enda safari mahali ama uende shughuli yako asubuhi urejee nyumbani ukiwa na shida kama ya kansa yenye hauko nayo. So inatueleza ya kwamba kwa ukweli ndio ugonjwa ianza ama itokezee ndani ya mwili ni kwa sababu ya usito ya uchafu yenye mwili imebeba kwa muda mrefu. Ukiangalia kama diabetes, nilikuwa napeana mfano hapo mbeleni ya kwamba sehemu ya pancreas inaitwaje kwa Kiswahili? Pancreas pale. Na pancreas kazi yake ni kutoa ile insulin, kusaidia mwili kuproduce ile insulin ambayo inaenda kushughulikia blood sugar. Ile sukari iko kwa damu ambayo inapitia ile chakula ambayo tunakula. Ipeleke kwenda ihifadhi, ina store kwa cells yetu ndio itumike kama energy baadaye. Pancreas inaitwa kongosho. Habari ndio hiyo. So ukikuta ile kongosho imekuwa na matatizo ambayo imepepa uchafu, na uchafu mingi ni kama hii uric acid ambayo tunaongelelea. Kuna sehemu kuna cells ambayo iko pale ndani, viungo ambayo inaitwa beta cells. Kazi yake katika ndani ya ile kongosho ni kutoa hiyo insulin. Na wakati imeathirika kupitia hii toxic ambayo kongosho imepepa kwa muda mrefu, my friend, automatically kongosho italemewa na kazi ya kutengeneza ile insulin, na utakuta ile sukari ndani ya mwili yetu inapanda juu kwa sababu mwili imelemewa kutoa ile insulin. Na haya yote inasungukia uchafu toxic ndani ya mwili yetu. Ni wakati ambayo tunafaa tufikirie kuhusu usafi ya ndani ya mwili. Uone nasema ya kwamba mbona tunazingatia usafi ya mwili nje? Asubuhi ukiamuka tu lazima unao uso. Baada ya hiyo, kabla hujaenda safari, unaingia bafu, unaoga. Baada ya hiyo unachukua mafuta, unachipaka. Hiyo isipotosha, unachukua nguo safi, unawekelea. Unapokuwa mbele ya wananchi uko msafi. Ndani ya mwili yako usafi iko namna gani? Ndani ya fiko yako usafi iko namna gani? Titus, wacha nitumie mfano kama sehemu ya fiko. Na lazima tuambiane ukweli. Kwa sababu hii ni mashida ambayo imepepa usito ya uchumi ya binadamu na watu wengi. Katika maisha ya binadamu chenye imesukuma uchumi yake sana ni shida ya magonjwa. Resources mingi inaenda kwa matibabu, hospitali, dawa, manyumba ya watu saizi ni kama chemist, dawa ni mingi. Na lazima tufunze wasikilizaji wetu na watazamaji wetu kweli. Angalia kama sehemu ya fiko. Kazi ya fiko ni kuosha damu. Na pale katika hali ya kuosha damu kuna kichungi ambayo kazi yake ni kuchuchunga damu na itafautishe ile uchafu ambayo tunaita urea iende kupitia bladder, ile mfuko ya mkojo, na damu safi irudi kwa blood system, irudi kwa blood vessels, iende kwa mwili. Lakini unakuta ile uchafu ambayo tunatoa ndani ya mwili ambayo ni mkojo, ambayo imetengewa ofisi yake kando huko. Na hiyo ofisi isipooshwa, unakuta ile harufu inatoka kwa hiyo ofisi hiyo kama toilet pale kando, inatoa harufu mbaya. Na imagine hiyo ni uchafu inatoka ndani ya mwili ya binadamu. Umewahi fikiria usafi ya hiyo system ambayo inatoa hiyo uchafu iko namna gani? Umewahi fikiria kuhusu usafi ya ndani ya fiko? Kwa sababu kama tunaweza zingatia usafi ya mwili nje na sehemu ya ndani ambayo inasimamia usema yetu, hiyo ni kama fiko, tunaongelelea kama moyo, tunaongelea kama ile kongosho, tunaongelelea system ya digestion, system ya chakula, kutoka penye process ya chakula inaanzia mpaka process ya chakula penye napitia. My friend, tungekuwa tunazingatia usafi ya mwili ndani, hatungekuwa na wingi ya magonjwa kama yenye tunang'ang'ana nayo sasa. Lakini hii report ama haya maneno inaweza saidia mtu mwenye ajai konjeka saizi. Pengine una mtu bado anajisikia kwa mzima, ajai sikia maumivu ya tumbo, fiko, miguu, nini, arthritis hizo. Lakini je, kuna mtu anatutazama leo hii, ako na jamii yake anaugua arthritis, ako na jamaa yake anaugua pressure,
kuna jamaa yake mmoja ama yeye mwenyewe anaugua diabetes. Solution ni gani? So tutaingia ndani ya haya magonjwa moja baada ya ingine, tuifafanue ndani na pia nielezee ni jinsi gani tunaweza tibu kwa muda gani, kwa sababu dawa ya kiasili ambayo ilikuwa inatumika zamani ndio tumeirejesha. Ukiangalia maisha ya kitambo hakukuwa na kansa. Leo tuko na watoto wadogo wako na kansa. Wenye hawajiishi dunia hii miaka mingi. Zamani hakukuwa na diabetes. Zamani hakukuwa na pressure. Zamani hakukuwa na hii maneno ya arthritis yenye saizi unakuta watu wamelala ndani ya manyumba. Kuna wenye wako kwa hospitali, kuna wenye wako kwa wheelchairs, kuna wale wameanza kutembea na mkwaju, kiuno imeleta shida, hawezi fanya kazi kidogo kidogo hapo nyumbani. Arthritis hii imekuwa kisungumkuti. Ni nini tutafanya tusuie na ni nini tutasaidia wale wamesha adhirika tayari? Ngalek che koron kot missing en betutab rani. Koro maira kioteb Daktari Murkomen en kasarta nekoi kakimutwa konyo kotab KTV. Agwong ale biik chechang che kaotebe kolelen ngwany ne chemwoe daktari makikuitosi kutit, lakini ameongea Kiswahili siku ya leo na angalau wale ambao wanatufuatilia pale Facebook, pale TikTok wameweza kujua. Now, chitab Kalenjin kimite nak Daktari Murkomen ako ameche kityo kora en kasarta nebire simet ko 0724067398. Ko titinye kit nemoche iteben nguni iboisie nambaitab studio nebo 0745 111444 0745 111444 en betutab rani. Now, daktari, mtu amepata ugonjwa kwa bahati mbaya, kama hakuzuia, finally amepata ugonjwa, kitu cha kwanza ya kufanya ni nini angalau aweze kupata usaidizi ya kwanza na ya haraka, ili asije akasema kama ningejua ningesaidika mapema? Kitu ya kwanza ya kufanya ni nini? Asante sana Titus. Ya kwanza kuna baadhi ya magonjwa ambayo ninatibu. Yes. Ya kwanza waje tuanzie shida ya ulcers. Niko na matibabu yake. Ya pili niko na tiba ya arthritis. Na kwa mfano arthritis iko na symptoms ama maonyesho kadhaa ambayo inaadhiri ama inaashiria ya kwamba hiyo shida imeanza polepole ndani ya mwili yako. Nitaeleza ndani yake. Ninatibu shida ya high blood pressure, ninatibu shida ya diabetes, yule mtu ambaye tayari ameanza injection ya insulin na kuna mpenye anatumia matumizi ya tembe. Ninatibu shida ya kina mama. Hiyo ni maneno ya uzazi, kuna maneno ya infections kwa kina mama, kuna maneno pia infections kwa wanaume, kuna shida ya miscarriage kwa kina mama, kuna shida ya hormonal imbalances na kina mama ambao hawajafanikiwa kupata watoto pia. Hiyo ni maneno ya infertility, pengine kwa changamoto moja ya plugged tubes ama ingine. Hiyo ni kazi yangu. Shida ingine ambayo naitibu ni maneno na shida ya epilepsy ambayo imeadhiri mtu mwenye hakusaliwa nayo. Kuna epilepsy yenye mtu anasaliwa nayo na kuna yenye inatokelezea baadaye. Kuna matibabu mengi kama sehemu ya kifua, respiratory system. Kuna maneno